Ikulu ya Tanzania imejaa taharuki baada ya barua nzito aliyoandika Tundu Lissu akimrejelea Samia Suluhu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika sakata linalotajwa na wafuasi wake kama mwendelezo wa ukuta mrefu wa mapambano yasiyopata mwisho, jina la Tundu Lissu limeibuka tena katikati ya ukimya mzito wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Ni ukimya ambao ndani ya gereza analoshukiliwa kutokana na mashtaka yasiyoruhusu dhamana unazidi kusikika kama kelele kubwa ya kutotabirika kwa hatima ya kesi yake ya uhaini, huku kutumainia ratiba mwendelezo wa shauri lake. Lissu amechukua hatua hiyo ya kuandika mahakama barua rasmi akihoji lini usikilizwaji utaendelea baada ya miezi kadhaa kupita bila mwanga wa mwendelezo. Hatua hiyo imekuja katika wakati ambao shauku la majibu umeongezeka, hasa baada ya upande wa mashtaka kuwasilisha ustahiki wake wa vielelezo na mashahidi mapema mwaka huu. Hatua iliyotarajiwa ingeanzisha duru mpya ya usikilizwaji, lakini mahakama haijatoa mwendelezo na muda unazidi kwenda ukikatishwa na taarifa kuwa taasisi hiyo iko karibu kuingia likizo. Hata hivyo, hoja za ndani ya chama chake zinasisitiza kuwa likizo hiyo haiwezi kuwa sababu ya kuzuia shauri linalohusu mustakabali wa mwanasiasa ambaye kwa miongo miwili amekuwa mstari wa mbele kupambana na mifumo ya mamlaka ndani ya taifa. Na katika mazingira haya, simulizi la Lissu linajirudia kwa uzito ule ule uliomzingira tangu siku alipoingia rasmi kwenye medani ya siasa nchini. Safari iliyojaa migongano ya kisheria, misuguano ya kimamlaka na safu ndefu ya matukio yaliyompa umaarufu na kumweka kwenye orodha ya wanasiasa wanaotazamwa kwa jicho la tahadhari na mamlaka nyingi. Safari ya Tundu Lissu ndani ya ulingo wa siasa haikuanzia kwenye majukwaa ya kampeni, bali kwenye mazingira ya usomi na utetezi wa sheria. Mwanasheria huyo aliyejikita kwenye masuala ya kikatiba na utawala bora alianza kujipatia umaarufu kupitia uchambuzi wake thabiti wa sheria na mifumo ya madaraka. Alijitokeza kama sauti iliyokuwa ikitoa changamoto kwa maamuzi ya serikali, hasa katika maeneo yanayohusu uwajibikaji wa rasilimali za taifa na matumizi ya nguvu ya dola. Miaka michache baadaye, uamuzi wake wa kujiunga na Chadema ulibadilisha kabisa mwonekano wa siasa za upinzani nchini. Uwezo wake wa kuunganisha hoja nzito, kasi ya kuzungumza na ujasiri wa kukemea vilimpa nafasi ya haraka ndani ya chama na kumweka karibu na ngazi za juu za uongozi. Hatimaye aliteuliwa kugombea ubunge wa Singida Mashariki, nafasi aliyoshinda na kuitumia kama jukwaa la kuimarisha msimamo wake wa kisiasa. Ndani ya bunge, Lissu alionekana kama sura mpya ya siasa makini, akichochea mjadala kuhusu matumizi ya rasilimali, udhaifu wa mifumo na uwajibikaji wa masuala ya haki za binadamu. Umaarufu wake uliendelea kukua sambamba na ukaribu ambao ukapunguza nafasi ya maridhiano na baadhi ya nguzo za mamlaka nchini. Hatua hii ikamfanya kuwa mwiba katika maeneo ambayo mara nyingi hayavumilii ukosoaji mkali. Septemba 17 ilibadilika kabisa, ama ilibadili historia yake. Alishambuliwa kwa risasi nyingi nje ya makazi yake mjini Dodoma, tukio lililoibua taharuki nchini na nje ya mipaka. Akizungumza wazi kuhusu kile alichokiona kama sababu ya shambulio hilo, na kauli zake zikachochea mjadala wa kimataifa kuhusu usalama wa wanasiasa tofauti nchini. Alitibiwa kwa muda mrefu nje ya nchi, akapitia upasuaji mwingi, na kupona kwake kulionekana kama mwamko wa kisiasa uliotia nguvu upya harakati zake. Aliporejea Tanzania mwaka 2020 mara baada ya uchaguzi mkuu uliosheheni mijadala na misuguano, alijikuta tena katika mazingira tishio la kukamatwa. Aliamua kuondoka nchini na kurejea baadaye kwa kampeni mpya ya mabadiliko, akieleza kuwa hakukuwa na njia rahisi ya kupunguza kasi ya mapambano aliyokuwa ameanzisha. Mwaka huu jina la Tundu Lissu liliibuka tena kwenye vichwa vya habari baada ya kukamatwa na kufunguliwa mashtaka mazito ya uhaini. Ni mashtaka yasiyoruhusu dhamana, na hivyo yalimpeleka moja kwa moja gerezani kusubiri hatua za kisheria.
Na kwa wafuasi wake wa chama chake, tukio hili linaonekana kama mwendelezo wa mazingira ya ukinzani baina yake na mifumo ya utawala, na kama hatua iliyorejesha kumbukumbu za misukosuko aliyowahi kupitia miaka iliyotangulia. Na katika gereza alipo, Lissu ameendelea kujitetea mwenyewe mahakamani, akibeba jukumu la kusimamia na safari yake bila ulinzi wa timu ya mawakili wakubwa kama ilivyokuwa katika miaka ya nyuma. Uamuzi umeakisi uhusiano wake wa kipekee na siasa za upinzani, uamuzi wa kujiweka mbele mwenyewe kama sehemu ya msimamo wa kupinga mifumo anayoamini haifanyi kazi kwa uwazi. Kesi yake ilianza kwa ratiba iliyojulikana wazi, na mahakama iliweka msimamo kwamba upande wa jamhuri ulishaandaa vielelezo na mashahidi. Hata hivyo, baada ya hatua hizo, huduma ya ratiba ilikatika na miezi kadhaa ikapita bila mwendelezo wowote. Ni ukimya huo ulisababisha Lissu kuiandikia mahakama barua akitaka kufahamu ni lini swala hilo litawekwa kwenye ajenda ya usikilizwaji tena. Ndani ya Dar es Salaam, taarifa kuhusu ukimya huo zilibua hisia mseto. Chama chake kikabainisha hadharani kuwa mshtakiwa na mwanasheria waliokuwa wakifuatilia shauri hilo walitarajia ratiba ya mapema, hasa baada ya hatua za mwanzo kukamilika. Walisema kuwa likizo ya mahakama haiwezi kuwa sababu ya kuzuia usikilizwaji wa shauri kama hilo, kwani kwa kawaida masuala yenye uzito maalum hupangiwa njia mbadala na kuendelea hata katika kipindi cha utulivu wa kimfumo. Kwa upande wa ndani ya gereza, ukimya huu unatajwa kuongeza hali ya sintofahamu kwa vile mashtaka ya uhaini nchini hayana utaratibu laini wa kuharakisha mwendelezo, huku akisimama kama mshtakiwa ambaye hana dhamana muda unavyoendelea kusonga bila uhakika wa hatua inayofuata. Na hilo limekuwa sehemu ya simulizi linalotia mashaka kuhusu hatima yake. Na katika duru za siasa za ndani ya chama, ukimya huu umezua mijadala kuhusu iwapo kesi hiyo ni suala la kawaida la kisheria au ni sehemu ya mnyororo ambao ni mrefu zaidi wa msuguano uliomwandama Lissu ndani ya ulingo wa kisiasa kwa zaidi ya miaka 20. Mjadala huu unajirudia kila mara historia yake inapochunguzwa, kwamba mwanasiasa mwenye ujasiri mkubwa lakini pia ambaye safari yake imekuwa ikikatizwa mara kwa mara na matukio mazito. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa, ambao tunakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Uchambuzi wetu ni wa kina na vile tunakujuza yote ambayo huwezi pata kwingine kwa chaneli zingine. Kwa hivyo tunaomba uzidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile kumbuka kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapoziweka, na vile kuwa free kuandika ujumbe wako hapo chini kwenye comment section. Toa maoni yako kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu, toa maoni yako kuhusiana na barua aliyoiandikia mahakama akidai kujua ni lini kesi yake itasikilizwa tena, kwa maana imekuwa ni mwezi mmoja tangu Tundu Lissu alipofikishwa mahakamani kwa kesi yake dhidi ya uhaini.